Mjambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu mko salama salimini kabisa popote pale ambapo mnaendelea kutega sikio taarifa zetu za jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 4 za mwezi wa pili mwaka 2026. Na Kivu News Info tunaendelea kila siku kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nia na mazungumzo kila siku tunawaletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Basi tunawakaribisheni kufuata matangazo yetu ya jioni ya leo ambako tutazungumzia hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na nikujuze tu kwamba kama uenda ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kwenye mtandao wa YouTube, basi usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Na kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina ni Teroje Longa, basi nakualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho. Hali ya usalama katika kijiji cha Point Zero wilayani Fizi mkoani Kivu Kusini kinaendelea kuripotiwa kuwa tulivu na iko chini ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kishirikiana na vikosi vya wazalendo. Taarifa hizi zimetolewa na chanzo cha kuaminika kilichopo eneo hilo kikisitiza kuwa hakuna mabadiliko makubwa ya kimadini yaliyotokea katika saa za hivi karibuni. Kwa mujibu wa chanzo hicho, shughuli za kawaida za wananchi zimeanza kurejea taratibu, ingawa tahadhari bado inaendelea kuchukuliwa kutokana na mazingira ya vita vinavyoendelea katika baadhi ya maeneo jirani. Ulinzi umeimarishwa kwenye barabara za kuingia na kutoka katika eneo la Point Zero ili kuzuia jaribio lolote la kuvuruga utulivu uliopo. Wakati huo, mamlaka za kijeshi zimewataka wananchi kuwa makini na taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikidai kwamba eneo la Point Zero limetekwa na makundi ya muungano wa uasi wa Twirwaneho M23 na Red Tabara. Jeshi linasema habari hizo ni za uongo na zinalenga kupandikiza hofu miongoni mwa raia pamoja na kuvunja morali ya wanajeshi walioko mstari wa mbele wa vita. Hata hivyo, mapigano bado yanaripotiwa katika maeneo yanayozunguka Minembwe ambako makundi ya silaha yanaendelea kushambuliana na vikosi vya serikali. Wakazi wa vijiji vya karibu wanasema wanasikia milio ya risasi na mabomu mara kwa mara, jambo linalolazimu baadhi yao kukimbilia maeneo salama zaidi. Mashirika ya kiraia yameeleza wasiwasi wake kuhusu hali ya kibinadamu katika ukanda huo, yakisema mamia familia zimekosa malazi, chakula na huduma za afya kutokana na mapigano yanayoendelea. Wito umetolewa kwa serikali na wadau wa kimataifa kuongeza misaada ya dharura ili kuwasaidia waathirika. Kwa upande wao, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wameahidi kuendelea kulinda mipaka eneo la Fizi na kuhakikisha kwamba makundi ya waasi hayapati nafasi kusonga mbele. Pia wamewataka wananchi kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa sahihi ili kuepuka kueneza ujumbe usiothibitishwa. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa vita hivi vinaendelea kuathiri kwa kiasi kikubwa maisha ya raia wa Kivu Kusini na kwamba suluhu ya kudumu inahitaji mazungumzo ya kisiasa pamoja na udhibiti thabiti wa makundi yote yenye silaha. Na hivyo hadi kufika sasa Point Zero inabaki mikononi mwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na washirika wao wa wazalendo, huku macho yakielekezwa Minembwe ambako hali bado ni tete. Wananchi wanaendelea kushauriwa kuwa watulivu, kufuatilia taarifa kutoka vyanzo rasmi na kujiepusha na propaganda mitandaoni zinazoweza kuchochea taharuki isiyo ya lazima. Katika kijiji cha Namisha kilichopo kando kando ya barabara kuu namba 5 mkoani Kivu Kusini, watu 14 wamefariki dunia ndani ya mwezi Januari uliopita kutokana na kukosa huduma za afya. Taarifa hizi zimethibitishwa na vyanzo vya kitabibu vya eneo hilo, vinaeleza kuwa kijiji hicho kinazingirwa na ukosefu wa miundombinu, kinapokea maelfu ya wakimbizi wanaokimbia mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakisaidiwa na wazalendo dhidi ya makundi wanaoshirikiana na waasi wa M23. Wengi walipoteza maisha ni wakimbizi wa vita ambao wameshindwa kufika katika vituo vya afya kwa sababu ya ukosefu wa fedha za matibabu. Muuguzi mkuu wa kituo cha afya cha Paompi, Faustin Kabembekwa na Mugema, anasema kituo chake hakina msaada wowote wa kibinadamu na mara nyingi ukosa dawa muhimu. Anaonya kuwa janga hilo linaendelea kuua kimya na linahitaji uingiliaji wa haraka wa serikali na washirika wake. Ameeleza kuwa ndani ya mwezi mmoja pekee walirikodi vifo 40 vya jamii, wakiwemo watoto na wanawake wajawazito. Wengi walifia majumbani bila hata kupimwa, jambo linalotishia afya ya jamii nzima. Kituo hicho chenye vyumba 3 na kina vitanda 4, lakini kwa sasa kinahudumia zaidi ya wagonjwa 10, wengine wakilazimika kulala sakafuni. Wauguzi wenyewe hawapati malipo na wakati mwingine wanakabiliwa na kutokulipwa huduma na baadhi ya wanamgambo wa wazalendo pamoja na wategemezi wao. Kwa mujibu wa chifu wa kijiji hicho Itabi Songo, siku chache zilizopita wakimbizi 3 wakiwemo watoto 2 walifariki kwa kukosa matibabu. Amesema wakimbizi hawana chakula, hawana maji safi wala uwezo wa kununua dawa, wakitegemea vidonge vichache vinavyonunuliwa kwenye maduka binafsi.
Aidha, vituo viwili vya afya vya kijiji vilivamiwa na watu wenye silaha na kuporwa vifaa kwa sababu zisizojulikana. Namisha kijiji kinachoonekana kuwa mbali na safu za milima ya mitumba kimegeuka kuwa alama mgogoro mkubwa wa kibinadamu unaokabili Fizi. Wananchi wanatumia maji ya mito midogo, uchumi umeyumba na maisha kila siku yamevurugika kutokana na mapigano yasiyokoma. Wakati hayo yakiendelea, jumuiya ya kibinadamu inakabiliwa na upungufu mkubwa wa fedha. Mwisho wa Januari ilizindua ombi la dharura la dola bilioni 1.4 ili kusaidia mahitaji ya mwaka 2026. Bila fedha hizo, misaada italenga watu milioni 7.3 tu kati ya takribani milioni 15 wanaohitaji ulinzi na msaada wa haraka. Serikali na mashirika ya misaada yanaonya kuwa bila hatua za dharura, maafa yanamisha yanaweza kujirudilia katika vijiji vingine vya mashariki mwa Kongo ambako maelfu ya raia wanaendelea kufa si kwa risasi bali kwa ukosefu wa huduma za msingi za afya. Kabla ya kuendelea na taarifa nyingine, hebu tumsikilize msemaji wa kikundi cha wazalendo cha FABB kinachoongozwa naye Delphin Kalembe Ngoma Nzito akieleza aliyojiri kwenye uwanja wa vita kuanzia maeneo ya Sange, Minembwe, Luvungi pamoja na sehemu nyingine jirani. Na baada ya maelezo yake tutarejea hapa studio kuendelea na habari zaidi. Jambo sana watangazaji, tunashukuru kwa kukutana nanyi kwa siku ya leo ili kwamba tuweze kuzungumza mawili matatu kutokana na jinsi CPLC FABB inaendesha operation tarafani Uvira, Fizi, Mwenga na Itombwe. Unaweza kujitambulisha? Mimi ni strategi na Mugamba, msemaji wa kundi la CPLC FABB. Kijeshi linaongozwa naye Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngoma Nzito na kisiasa inaongozwa naye Gabriel Gatabishwa. Afya ya FABB iko je kwa sasa? Afya ya FABB ni nzuri kwa sababu kwa sasa FABB inapatikana kwenye uwanja wa vita tarafani Fizi, tarafani Uvira, tarafani Mwenga, tarafani Walungu. Kote tunapatikana na tunapambana na adui, jeshi la Rwanda ambalo lilikuja kuvamia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mazumuni ya kutaka kugawa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na inasemekana kuwa FABB na wazalendo wengine pia na FARDC kuwa wameshakupa Sange. Je, hizo habari za uhakika au? Ni kweli kwamba habari ni nyingi na kwenye mitandaoni kila mtu anatangaza habari kutokana na jinsi anajisikia, kwa sababu sheria ambayo ina reglemente kutangaza habari kwenye mitandao, walio wengi bado hawaheshimi kama inavyostahili. FARDC pamoja na wazalendo bado hawajapatikana Sange, lakini kwa sasa wanapatikana kwenye kilomita chache tu maeneo ya Kabunambo. Sisi CPLC FABB tunapatikana hapo FABB hapo Kabunambo na Kasambura, ambapo wazalendo wanaendelea kumiliki milima kwenye maeneo hayo katika hali ya kuimarisha usalama wa raia na mali yake. Na hapa juzi kulisemekana kuwa kuna bombe ambayo imetupwa hapo sokoni kwenye soko ya Sangi. Sasa watu wengi hawajajua kwa sasa hiyo bombe je ni wa M23 ndio walioitupa au ni wasuda wa FARDC au walikuwa tu ni mtu yeyote ile wazalendo? Tunalaani kwanza kitendo hicho cha kutupa bomu kwenye soko ambapo raia wasiokuwa na hatia wengi waliumia. Nawaza mtangazaji ni kwamba bomu hilo limetupwa na jeshi la Rwanda ambalo shabaha yao ni kuweza kuangamiza raia wa Kongo ili kwamba waweze kuimarisha utawala wao. Bomu ambayo imetupwa Sange imetupwa na wanajeshi wa Rwanda ambao wanashirikiana na wapiganaji wa M23 wale wa Red Tabara na Twigwaneo. Na nyinyi kama vile watu wa FABB na jua kwa kabisa mnapambana kabisa ili mpate kukomboa watu wa Sange na watu wote wa tarafa la Uvira. Sasa tuambie ni lini watu raia wategemee, wanaweza kutegemea nini ili wajue kuwa usalama utarejea, watu wa Sange warudi katika hali yao ya usalama, kwa sababu Sange kwa sasa hali si nzuri kama ilivyokuwa kama zamani. Sisi kwa kweli hali ya usalama jijini Sange itarudia wakati ambapo wazalendo na FARDC watamiliki kijiji hicho cha Sange. Yapata sasa juma moja Uvira, kuna watu ambao walikuwa wanazani kwamba Uvira hawawezi wakaishi, lakini kwa sasa Uvira amani inaendelea kutanda
kila mtu anaendesha shughuli zake kama kawaida. Wazalendo wanaendelea kuimarisha usalama wa raia. Jeshi la taifa FARDC nalo pia linaendelea kuimarisha usalama wa raia na mali yake. Ndio maana hapo Sange, wakati ambapo wazalendo na FARDC wataingia, usalama wa raia utadumu na kila mtu ataendesha shughuli zake kama kawaida. Sasa na kuna wale ambao watu kwa sasa wameshaanza taka kuja manyumbani kwao, kuna wale ambao waliacha watoto wadogo, kuna wale ambao waliacha waume, wapo Bujumbura kwa sasa. Ilikuwa inasemekana kuwa wanaweza kufungua frontiere leo au kesho siku ya pili, lakini kwa sababu ya hali ya usalama haikufunguliwa tena. Kwa hiyo watu ambao wanapatikana Bujumbura na wale wengine ambao wako hapa, mnawaambia nini? Kufunguliwa kwa frontiere kati ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi ni inatokana na masikilizano kati ya nchi mbili, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Burundi. Ni wao wanajua ni wakati gani watafungua huo mpaka, kutokana na jinsi wanajua usalama unaendelea kuimarika. Kwetu sisi tunajua kwamba usalama bado ungali tete bondeni mwa mto Ruzizi, kwa sababu jeshi la Rwanda M23 na AFC Twigwaneho pamoja na wasi wa Burundi wa Red Tabara na FNL bado wangali wengi bondeni mwa mto Ruzizi. Inabidi kwanza usalama uweze kuimarika kwenye maeneo hayo, ndipo mpaka kati ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi utaweza kufunguliwa. Na hapa jijini Uvira kuna coordination mbili ya kiongozi ya Kutumba na Alexis Mwamba Dunia. Jenyi unapatikana katika parti gani? CPLC Barfa Bebe tunapatikana upande wa raia. Sisi tunapigana kwa faida ya raia. Yapata sasa miaka 9 tunaendesha shughuli zetu kwa mazumuni ya kuimarisha usalama wa raia na mali yake. Hiyo habari ya coordination tulianza kuisikia hapa sasa yapata mwaka moja, kwa sababu walio wengi wanadhani kwamba wanaweza wakatumikia kizalendo, wakaingia kwenye uzalendo. Walio wengi wana mazumuni ya kutafuta kujitajirisha, lakini kwetu sisi tuna jukumu ambalo lilituma tushike silaha ili kwamba tuweze kuimarisha usalama wa raia na mali yake, na pia tuweze kuzuia uporaji wa madini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo usiweze kuporwa na kuelekea hapo kwenye maeneo ya nchi za Rwanda ambayo inaungwa mkono na nchi za Umoja wa Ulaya. Kwetu sisi habari ya coordination hatuikamati kama vile ya maana, lakini cha maana kwetu ni kuendesha kwanza vita zidi ya adui M23 ambaye tunafahamu nafasi ambapo anapatikana, na tunaendesha shughuli hizo kwa sababu wanajeshi wa CPLC Barfa Bebe kwa sasa bwana mtangazaji wanapatikana kwenye vijiji kando ya Minembwe, wanapatikana kwenye vijiji kando ya Sange, wanapatikana kwenye vijiji huko Walungu, wanapatikana kwenye vijiji huko Rurambo. Inaonekana kwamba sisi kwetu ni kazi kwanza, bingine bema coordination bitakuja baadaye. Na turudi nyuma kidogo. Kwa sasa watu wamesema kuwa wametangaza kuwa shule watoto waanze kwenda shule. Je, ni kwa sababu gani umesema kuwa watoto waanze kwenda shule na bado vita haijaisha hivyo? Sisi hatujatangaza habari ya shule ile, ni inatokana na serikali. Serikali ndiyo inapaswa kutangaza ile, na kwa sasa Uvira hakuna sababu ya watoto kutokwenda shule bwana mtangazaji. Usalama tayari umerejea, walio wengi wanaendesha shughuli zao kama kawaida, kwa sababu ingekuwa usalama haupo na wewe journalist haungezunguruka jijini Uvira kama jinsi unazunguruka. Lakini kama unazunguruka ni kwa sababu usalama umekwisha kuimarishwa. Jeshi la taifa pamoja na wazalendo wanaendelea kuimarisha usalama, na watoto ni sharti waende shuleni kwa sababu mwaka wa masomo usiweze kupita bure. Baba wafahamu Ngoma Nzito, nawaambia nini? Delphin Kalembe Ngoma Nzito ni kiongozi kijeshi wa kundi la CPLC Barfa Bebe ambaye anaongoza kundi hilo yapata sasa miaka 10, na kundi hilo linaendesha shughuli zake huko kwenye maeneo ya nyanja za juu za tarafa la Fizi, ambapo wanaendelea kuimarisha usalama wa raia na mali yake. Na tunajua kabisa kuwa anaishi Fizi na ndipo ambapo anafanyia kazi zake huko juu. Sasa kwa sasa anapatikana hapa tarafani Uvira. Sasa kuna anapatia nani? Nchi ya Kongo haiko tu Fizi, nchi ya Kongo haiko tu Uvira. Sisi sote tuko na haki
ya kutumika ili kwamba tuimarishe usalama wa raia. Bwana mtangazaji, wakati ambapo adui alikuwa anaanza songa mbele kuelekea kwenye maeneo ya Munene, ilibidi kila mtu aweze kusimama ili kwamba aweze kupiganisha adui, na ikafikia wakati ambapo Luteni Jemadari Delphin Kaleme Ngoma Nzito alisimama pamoja na vijana wake ili kwamba waweze kupigania nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operation iliendeshwa, na ndio maana adui aliamua kuondoka jijini Uvira kwa sababu alipata pigo ya vijana wa CPLC FABB na wazalendo wengine ambao waliweza kuungana mkono na jeshi la taifa na kuwafyeka waasi wa M23 ambao walitamani kujielekeza hapo kwenye maeneo ya Fizi. Tutasema kwamba kupatikana kwake hapa Uvira ni kwa sababu ya kuimarisha usalama wa raia na mali yake. Kulikuwa matatizo ya kiusalama na inaendelea kutatuliwa, na bado kazi ingali ndefu, iko tayari kwa kutumika ili kwamba aweze kuokoa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia ushirikiano na wazalendo wengine na pia kupitia ushirikiano na jeshi la taifa FARDC. Na kwa sasa point zero inapatikana mikononi mwa wakina nani? Point zero kwa sasa ni inapatikana mikononi mwa jeshi la taifa pamoja na wazalendo. Ujumbe kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla ni kwamba nchi ya Kongo inavamiwa na nchi ya Rwanda ambayo inaungwa mkono na baadhi ya manchi za Afrika na zile za Umoja wa Ulaya katika mazumuni ya kutaka kupora rasilimali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni sharti watoto wa Kongo tusimame kama mtu mmoja, tuungane mkono ili kwamba tuweze kutetea nchi yetu, kwa sababu kama sisi peke hatukutetea nchi yetu, hakuna mwingine ataitetea. Kama hatukupigania nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hakuna mwingine ataipigania, kwa sababu tukipoteza nchi hii hatutapata nchi nyingine. Tutakuwa wakimbizi na dunia nzima itatucheka, kwa sababu tuna rasilimali, tuna mali, tuna vijana, tuna vyombo ambavyo vinaturuhusu kuweza kutetea nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kwamba vizazi ambavyo vitakuja viweze kuishi katika amani na maridhiano nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sote tunahitajika kuweza kuungana mkono, tutumike mkono kwa mkono ili kwamba tutetee nchi ya mababu zetu. Watu wane wanadaiwa kuwa majambazi wenye silaha, akiwemo mwanamke mmoja amekamatwa na jeshi la polisi la taifa katika eneo la Block RVA mjini Kindu mkoani Maniema. Watuhumiwa hao wamewasilishwa rasmi mbele ya mamlaka ya mkoa, ikiwa ni hatua kwanza ya kufikisha mbele ya vyombo vya sheria ili kujibu tuhuma zinazowakabili. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, operesheni hiyo ilifanikiwa baada ya kupatikana kwa taarifa kutoka kwa wananchi waliobaini mienendo ya watu hao ilikuwa viashiria vya uhalifu. Polisi waliweka mtego maalum na kufanikiwa kuwakamata wakiwa na baadhi ya vifaa vinavyohusiana na vitendo vya uporaji kwa kutumia silaha. Mamlaka za mkoa wa Maniema zimepongeza kwa kiwango kikubwa ushirikiano kati ya raia na vyombo vya usalama, zikisema mafanikio haya yanaonyesha kuwa vita dhidi ya uhalifu yanawezekana pale jamii inapotoa taarifa kwa wakati. Gavana wa mkoa amewahakikishia wakazi wa Kindu kwamba usalama wao ni kipaumbele na operesheni ya kuwasaka uhalifu zitaendelea bila kusita. Aidha, polisi la taifa imewataka wananchi kuendelea kutoa ushirikiano na kuepuka kujichukulia sheria mkononi, bali wawasilishe taarifa zote zinazohusu watu wanaotiliwa shaka. Polisi pia imeonya makundi yote yanayojihusisha na wizi wa kutumia silaha kwamba watachukuliwa hatua kali kwa mujibu wa sheria. Kukamatwa kwa watuhumiwa hao kumerejesha matumaini kwa wakazi wa Block RVA ambao kwa muda walikuwa wamelalamikia ongezeko la matukio ya uporaji. Serikali ya mkoa imeahidi kuimarisha doria za usiku na mchana ili kulinda mali na maisha ya raia. Hatua hii inaonekana kuwa ujumbe mzito kwa wahalifu kwamba Kindu haitakuwa tena uwanja wa kujificha na kwamba usalama wa Maniema utalindwa kwa nguvu zote kupitia umoja wa wananchi na vyombo vya dola.
Mvutano mkali ulitawala siku ya Jumatatu tarehe 2 Februari katika eneo la Shabunda baada ya kuripotiwa visa vinavyodaiwa kuwa ni wizi wa viungo vya uzazi, hali ilichochea wananchi kujichukulia sheria mkononi. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa watu watatu waliotumiwa kuhusika, ambapo wawili waliuawa na raia wenye hasira, mmoja akichomwa moto, huku mshukiwa watatu akikamatwa na kuwekwa rumande na polisi la taifa. Tukio kubwa zaidi lilitokea katika kijiji cha Kachungu, takriban kilomita 15 kutoka kituo cha Shabunda katika guvumenti ya Banamuguba Nord. Mwanaume mmoja alishambuliwa, kupigwa vikali na kisha kuchomwa moto baada ya kutumiwa kuiba viungo vya uzazi vya mwanaume kupitia mguso wa mwili. Mashuhuda wanasema mtuhumiwa huyo anadaiwa kutoka Kasai wa kabila la Kisonga alikutwa na vichupa viwili vyenye unga mweusi unaodaniwa kuwa irizi za kishirikina. Alikamatwa baada ya jaribio linalodaiwa kufanywa kwa kijana mmoja. Vyanzo vya eneo vinaeleza kuwa tukio hilo lilitokea mbele ya askari wa polisi na baadhi ya wazalendo ambao walizidiwa na ghadhabu ya wananchi. Siku hiyo tukio lingine kama hilo liliripotiwa Luza, kilomita 7 kutoka Kachungu, ambako mtuhumiwa mwingine naye aliuawa na umati. Katika mji wa Shabunda, mshukiwa watatu alikamatwa akiwa hai na kufikishwa kituoni ambapo uchunguzi ulifunguliwa ili kudhibitisha tuhuma hizo. Matukio haya yameibua upya mjadala kuhusu haki ya kujichukulia sheria mkononi, hofu ya imani za kishirikina na uwezo wa vyombo vya usalama kulinda raia pamoja na watuhumiwa. Mamlaka zinatoa wito kwa wananchi kutulia, kuheshimu haki za binadamu na kuacha sheria ichukue mkondo wake. Na sasa tunafungua ukurasa wa habari za kimataifa, na kabla ya kuanza taarifa zenyewe tungependa kuwafahamisha kwamba tunaelekea katika habari kutoka nje ya mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tunaanzia na Libya ambako taarifa za kushtua zimetangazwa kuhusu kifo cha Saif al-Islam Gaddafi, mwana wa kiongozi wa zamani wa nchi hiyo, Kanali Muammar Gaddafi. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 53 ameripotiwa kupigwa risasi na kuuawa katika mazingira ambayo bado hayajawekwa wazi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Libya, kifo chake kilithibitishwa Jumanne na mkuu wa timu yake ya kisiasa. Wakili wake pia ameliambia shirika la habari la AFP kwamba mauaji hayo yalitekelezwa na kikosi cha watu 4 waliovamia nyumba yake katika mji wa Zantan. Hata hivyo, hadi sasa haijajulikana ni kundi gani lilohusika na shambulio hilo. Taarifa hizo zimeendelea kukubikwa na utata baada ya dada yake kutoa maelezo tofauti, akisema kupitia televisheni ya Libya kwamba Saif al-Islam alifariki karibu na mpaka wa Libya na Algeria. Alimezidisha sitofahamu kuhusu mazingira halisi ya kifo chake. Saif al-Islam kwa muda mrefu alionekana kuwa mtu mwenye ushawishi mkubwa zaidi nchini Libya baada ya baba yake. Wengi walimchukulia kama mrisi wa kisiasa wa Muammar Gaddafi ambaye alitawala Libya kuanzia mwaka 1969 hadi alipoondolewa madarakani na kuuawa wakati wa mapinduzi ya mwaka 2011. Alizaliwa mwaka 1972 na katika miaka 2000 alichukua nafasi muhimu katika kuboresha uhusiano wa kati ya Libya na mataifa ya Magharibi, lakini baada ya kuanguka kwa utawala wa baba yake alikamatwa na wanamgambo wa kupinzani mjini Sintana, kufungwa kwa karibu miaka 6. Mahakama kitaifa ya jinai inamtaka afikishwe zimbani kwa tuhuma za uhalifu dhidi ya ubinadamu kutokana na madai ya kuhusika kwake katika ukandamizaji wa maandamano ya mwaka 2011. Mwaka 2015 mahakama ya Libya ilimhukumu adhabu ya kifo bila yeye kuwepo mahakamani. Pamoja na tuhuma zote, Saif al-Islam aliwahi kukanusha kuwa nia yake kurisi madaraka ya baba yake, akisema uongozi wa nchi si mali ya kurisi. Hata hivyo, mwaka 2021 alitangaza nia ya kugombea uraisi katika uchaguzi ambao baadaye uliahirishwa bila tarehe mpya. Kifo chake kinafungua ukurasa mpya na maswali kuhusu mustakabali wa siasa za Libya, nchi ambayo hadi leo bado inatafuta utulivu tangu kuanguka kwa utawala wa Gaddafi. Na tukiendelea na habari za kimataifa, Marekani imethibitisha kutuma kikosi kidogo cha wanajeshi nchini Nigeria. Afisa mkuu wa jeshi la Marekani ametoa kauli hiyo ikiwa ni mara ya kwanza kukiri wazi kuwepo kwa vikosi vya Marekani katika taifa hilo tangu mashambulizi anga yaliyofanywa siku ya Krismasi mwaka uliopita. Mkuu wa kamandi ya Marekani barani Afrika, AFRICOM, General Davin Anderson amesema alikutana na rais wa Nigeria Bola Tinubu mjini Roma, Italia, ambako walijadili masuala ya usalama na ya ukanda wa Afrika Magharibi na umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Kulingana na General Anderson, pande hizo zimekubaliana juu ya kile alichokiita njia ya kusonga
mbele katika ukanda. Ameeleza kuwa makubaliano yamezea ongezeko la ushirikiano wa kijeshi, ikiwemo kupelekwa kwa timu ndogo ya wataalamu wa Marekani wenye uwezo maalum ili kuongeza juhudi ambazo Nigeria imekuwa ikizifanya kwa miaka kadhaa katika mapambano dhidi ya makundi yenye silaha. General Anderson amesisitiza kuwa hatua hiyo imefanywa kwa ombi rasmi la serikali ya Nigeria na inalenga hasa kutoa msaada wa kijasusi. Hatua inakuja wakati kukiwa na shinikizo kutoka ikulu ya Marekani kwa serikali ya Nigeria kuboresha hali ya usalama na kuongeza ulinzi kwa jamii za Kikristo. Rais wa Marekani Donald Trump aliwahi kudai kwamba nchini Nigeria kunafanyika kile alichokiita mauaji ya kimbari dhidi ya Wakristo, akiwatuhumu viongozi wa nchi hiyo kushindwa kuwalinda raia wake dhidi ya mashambulizi ya makundi ya wanajihadi. Hata hivyo, serikali ya Nigeria imekanusha madai hayo, ikisema kwamba mashambulizi yanayofanywa na makundi yenye silaha hayabagui dini na kwamba Waislamu, Wakristo pamoja na watu wasio na imani yoyote wote wamekuwa wahanga wa vitendo hivyo. Ikumbukwe kuwa siku ya Krismasi iliyopita Marekani ilifanya mashambulizi ya anga katika jimbo la Sokoto kaskazini mwa Nigeria, ikidai kulenga kambi zinazotumiwa na makundi yenye wanamgambo wa Islamic State. Tangu wakati huo, ushirikiano wa kiusalama kati ya Abidjan na Washington umeongezeka hasa katika kubadilishana taarifa za kujasusi na kimkakati za kukabiliana na ugaidi. Hatua ya kuwatuma wanajeshi hao inaonekana kuwa sehemu ya mkakati mpana wa Marekani kuimarisha ushawishi wake wa kiusalama barani Afrika, wakati Nigeria ikiendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za ugaidi na ukosefu wa usalama katika maeneo kadhaa ya nchi hiyo. Na ni kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo, kwa tarehe 4 za mwezi wa pili mwaka 2026. Naomba kwa kusikiliza ni Kivu News Info, kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wewe ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka tunakusihi kufanya kitu kimoja. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni yetu na mazungumzo yetu kila siku, kisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi nawe endelea kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uenda ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu zaidi, unaweza kubonyeza kwenye titre ya habari hii na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambako utakutana na link mbili. Kwa Kifaransa wanasema lien ya kwanza, ukibonyeza itakupeleka kujabone na channel yetu ya WhatsApp, na link ya pili itakupeleka wewe kujiunga pamoja nasi kupitia grupe letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo itasababisha usipitwe na chochote kipindi ambako tutakuwa tunakupostia habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Teloje Longa, sina la ziada ila tu acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwa ambao na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo, kwa tarehe 4 za mwezi wa pili mwaka 2026. Na hii ni Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi acha nikutakie jioni njema yenye mafanikio tele, na wenda vile tukutanane kesho kwenye matangazo yetu kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu.